Yeah, We Get It On ndio ngoma yangu mpya kabisa sasa hivi ambayo nimeachia. Ni international collab ambayo nimefanya na marapa wakubwa kutoka South Africa na Botswana. Chorus amefanya Ishmael ambaye ni rapper mkubwa kutoka kwenye kundi la Jozi ambaye linaundwa na yeye Ishmael na Dales. Ingawa sasa hivi nafikiri wamebreak. Kwa hiyo Ishmael ndo yumo kwenye chorus ya hii ngoma, na bridge pia amefanya yeye Ishmael. Alafu verse ya pili baada ya kwangu amefanya rapper mwingine ambaye ni award winner wa hip hop kutoka Botswana, anaitwa Young Boy Vezo. Yeah, Vezo View. Yeah, Young Boy Vezo ndo amefanya verse ya pili. Na project nzima hii nilipata bahati ya kupata connection na kufanya hii ngoma yote kwa ujumla, kwa sababu producer wa hii ngoma anaitwa DJ Leo Large ambaye ni South Africa, lakini pia yeye kwa kuzaliwa ni Mjerumani. Yeah, nilikutana naye DJ Leo Large Johannesburg mwaka 2009 nilipoenda kwenye tuzo zile za Channel O. Yeah, kupitia video ya ngoma yangu Black Shatter ilikuwa nominated kwenye tuzo za Channel O kwenye category kama mbili hivi nakumbuka. Ilikuwa category ya video bora ya hip hop ya Africa na video bora ya hip hop kutoka East Africa. Kwa hivyo kwenye usiku wa tuzo zile after party ndio nilipokutana na DJ Leo Large. Ya tulizungumza mambo mengi, hasa ya kufanya project kwa pamoja kwa sababu alipenda muziki ambao nilikuwa naufanya, hasa hiyo ngoma ya Black Shatter, na akawa amependa tufanye project kwa pamoja. Kwa hivyo alinipa baadhi ya beats. Tulikuwa na meeting naye, nilifanya naye meeting siku nyingine iliyofuata baada ya tuzo zile. Tulipanga tunane, nikaenda kwenye studio yake, akanifungulia maktaba yake ngoma za kutosha. Nikapenda baadhi ya beats katika beats ambazo tutaka tufanye project. Kwa akanipa beats kama 7 hivi nakumbuka. Yeah, nikarudi nazo nyumbani mwaka 2009, lakini kwa bahati mbaya hizo beats zote mimi sikuzifanyia kazi kutokana na sababu tu mbalimbali. Yeah, na mwaka jana kwa sababu tulikuwa tunaendelea kuwasiliana, mwaka jana akaniambia bwana, yo nina massive hit beat ambayo ni trap imechanganywa na electro. Ni bonge moja ya beat ambayo nafikiria kwamba ingekuwa vizuri ingekupa uweze kufanya, na kwa sababu nina network kubwa ya marapa kubwa South Africa hapa, inaweza kuwa rahisi mimi kukuunganisha na wao mkaweza kufanya collab ya pamoja na mimi nikasimamia kama producer. Kwa hiyo kwa bahati nzuri alikuwa ni producer ambaye alishafanya album ya Squatter Camp na ngoma kama mbili kwenye album yao ya mwisho ya Squatter Camp alikuwa amefanya, na album ya Slikwa ni rapper mwingine wa lile kundi la Squatter Camp la hip hop la South Africa, lilishai kufanya vizuri sana kwenye hip hop kutoka South Africa. Kwa hivyo alikuwa ana network ya marapa wengi ambao wanajuana nao kwa pale Johannesburg na Cape Town pia. Kwa hiyo akaniambia kama utahitaji rapper ambao unamwona iko potential tuweze kufanya naye project, basi naweza nikampata kirahisi, lakini mimi kuna baadhi ya marapa ambao niko nao karibu itakuwa rahisi zaidi kuweza kufanya nao. Kwa hiyo mimi nilimtajia baadhi ya rappers wengine kwamba nilikuwa nataka kufanya kazi na Pro Kid. Sasa Pro Kid nilikuwa namkubali sana kipindi hicho, lakini hakuwa karibu sana yeye na Pro Kid. Kwa hiyo akaniambia watu ambao niko nao karibu ni hawa. Kwa hiyo ikawa rahisi mimi kuweza kufanya nao. Akanipa Ishmael kundi la Jozi na Young Boy Vezo ambaye anatoka Botswana, lakini pia yuko kwenye label ya Voodoo. Ni label kubwa sana South Africa entertainment. Kwa hiyo tukaweza kufanya hii project, na baada ya kutengeneza beat yeye aliweza kunitumia huko Tanzania na nikafanya vocals. Nakumbuka Mwanalizombe pale kwenye studio za Professor J nikafanya vocal yangu, then nikaituma kwake akafanya mixing na mastering yeye mwenyewe DJ Leo Large kule South Africa. Alafu ikawa imefika kwenye stage ya kufanya video. Kwa hivyo ilikuwa rahisi yeye kwa sababu alikuwa anajuana na watu videos pale South Africa ambao wanafanya video kali, na akawa amepata Uprooted Media ambao ni kampuni kubwa isha shoot video za wasanii wakubwa Afrika. Shoot video kama ya Ice Prince na aka N-Word, wameshoot video ya
Timaya mpya, It Could Be Us. Wameshoot video nyingi sana, hata huyu rapper kutoka Cash Money, Young Money, naye washafanya naye documentary yake wakati alienda South Africa, Ace Hood. Kwa hiyo Rash Midas wala wa Marekani pia ambao wamefanya ile No Fake Zone. Walivyoenda South Africa, video wao walifanya South Africa wameshoot Uprooted Media. Kwa hiyo ni kampuni ambayo ni kubwa, alivyonitajia kwamba hawa ndio wataweza kushoot video yote We Get It On. Hata mimi ilini surprise, nikaona yes, now we go international, kwa sababu aim yangu mimi na yeye hasa kwenye kufanya hii project ni kufanya ngoma fulani ambayo inaweza ikashtua Afrika kwa ujumla, ikaenda mbali, ikawa ni international massive hit. Kwa hivyo ikawa ni kitu kizuri. Kwa hiyo nikaenda mimi Johannesburg kwa ajili ya kufanya arrangements za kushoot video. Tukafanya arrangements za kushoot video, tukashoot video nzima kule Johannesburg na chini ya Uprooted Media. Kwa hiyo video tukaacha inafanywa editing na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye kama mwezi wa 4 hivi ndio alinitumia video ikiwa imekamilika na Uprooted Media. Kwa hiyo nashukuru Mungu, mimi nakuja kuiachia video ni kama wiki kama 4 hivi zimepita sasa hivi. Sababu nilikuwa najaribu kuandaa vitu vingine, promotion nini na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ndo ngoma ambayo mpya ambayo nimeachia sasa hivi ni international collab ya Black Rhino featuring Young Boy Vezo kutoka Voodoo Entertainment Botswana na South Africa, na Ishmael kutoka kundi kubwa la Jozi pale South Africa, na video imefanywa na Uprooted Media, na track imekuwa produced na DJ Leo Large kutoka Johannesburg. It's a massive bang, a massive hit. We Get It On. Okay, nice.